tupitishe hapo kwenye hiyo njia. Tuachane na uhakimu, tuachane na upolisi. Tupite kwenye njia ya upadre, tupite katika njia ya wito. Wakati unaanza majiundo, na nafahamu unapopatwa na hamu na matamanio hayo ni lazima uanze kuandika barua kwa mkurugenzi wa mito na nini, lakini mwishowe unapokelewa seminarini. Hebu twende katika majiundo hayo. Je, wewe ni wale ambao walifanikiwa kusoma seminari tangu seminari ndogo, au ni wale ambao basi walisoma huko shule kawaida lakini baadaye wakaona bado msingi na msimamo wao ni wito? Asante sana. Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Ni kweli mimi ni kati ya watu ambao walifanikiwa kusoma seminari ndogo, yani kuanza malezi yangu ya upadri kuanzia seminari ndogo miaka yote. Kidato cha kwanza mpaka cha 6 na nyumba ya malezi nilifanya seminari. Lakini kabla ya kufika huko nirudi mwanzo. Nianze mwanzo kabisa. Sisi tulipata bahati, tulikuwa nikianza mazingira ya shule ya msingi. Tulipata bahati kuwa na katekista ambaye yeye mwenyewe katika malezi yake alitamani kuwa padre. Padre wa jimbo, baadaye akaenda utawani, basi akarudi akawa baba familia. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa makini sana katika mafundisho ya imani, lakini katika malezi ya upadre. Nianze hapo. Kwa hiyo yeye alikuwa anakuja kufundisha dini, vipindi vya dini shuleni. Na alikuwa kila mwaka, nadhani kama sio darasa 3, darasa la 5, alikuwa anauliza wale wanaotaka kwenda seminari. Na alipowauliza alitaka kujua ni shirika au jimbo. Basi sasa mimi nakumbuka kama sio darasa la 3 na la 5, alipouliza niliitikia nataka kwenda seminari. Na akawa anarudia pia kila mwaka ukifika wakati anauliza. Kwa hiyo nadhani darasa la 5 kama sitakuwa nimekosea, kama sio la 3 na la 5. Kwa hiyo aliposema la 5 niliitikia, la 6 pia alipouliza nikasema bado na nia, mpaka la 7 alipouliza. Sasa nilipofika la 7 nikiwa nilishaitikia kwamba ningependa kwenda seminari. Basi kumbe majina alikuwa nayo ya wanaopenda kwenda seminari. Sasa kabla ya kufanya ule mtihani wa kwenda seminari, kuna mambo mawili. La kwanza, ninakumbuka ni kama kulikuwa na utaratibu fulani alikuwa anafanya, anatutenga, anatuhoji, anatupa kama mtihani. Ungeweza kuwa wa mahojiano na pengine anaandika yeye pembeni, au maswali machache tu anauliza ya kuandika, kutahini kama kupima vitu fulani vya mafundisho ya dini, kama anayofundisha tunayashika, na kama ishara kwamba hawa kweli wana maelekeo ya imani. Hilo la kwanza. Lakini la pili ndio liliambatana, hawa waliojiridhisha ndio hawa ambao aliwapa na form sasa za kujaza kwamba wanataka kwenda seminari. Hicho kitu alikuwa anakifanya. Kwa hiyo mimi nilipofika wakati huo sasa wa kupewa mahojiano, sio kama walihojiana au walipewa mtihani huo wa kuandika, maana kila mwaka alikuwa na namna yake. Mimi niliugua. Nilishikwa na malaria nikiwa mwanafunzi wa darasa la 7. Karibu wiki nzima niko nyumbani. Haya yametokea, mimi sipo. Niliporudi wananiambia wenzangu, sisi tumefanya haya. Tumefanya mtihani. Tumefanya mtihani na tumepewa form tumejaza. Basi. Kumbe ni form tu. Kwanza zilikuwa ni form za wanaotaka kwenda seminari. Ndio. Baadaye ndio zitaenda. Baadaye kulingana na hizo form, idadi ya form ndio itakuja mitihani sasa. Kumbe hii ni utaratibu wa katekista. Kwa mimi sikuwepo. Kwa hiyo nilipofika nilisikitika sana. Na niliongea naye katekista. Baada ya kuongea naye, basi akaniambia sasa kwa sasa mpaka wewe mwenyewe uende kitu kama aliniambia inabidi uonane na padri uthibitishe hilo. Basi kweli nilifika nikaonana na padri na nikamwambia. Basi baada ya kumwambia, basi kwa sababu kama nilimwambia baada ya kufanya hiyo mtihani wa mahojiano, basi vile vile ndio wakati ambapo walipewa na form sasa kujaza, alafu baadaye wakasubiri mtihani. Kwa hiyo mimi form nilikuwa nimepata. Akaitwa mmoja kati ya walimu wangu, tena namkumbuka, anaitwa Mwalimu Catherine John. Bado yupo nyumbani Kalio. Mwalimu Catherine John. Mmoja wa walimu wangu. Ndio huyo alipewa hiyo form sasa, kwa sababu form si siri. Alipewa hiyo form kutoka parokiani. Alafu ni mawili, ama yeye alipewa form au nilipewa mimi nikaipeleka shuleni. Baada ya kuipeleka ilipojazwa, yeye ndio aliyeirudisha, sio mimi.
ili kusudi sione kilichoandikwa, au nadhani ilikuwa ni hiyo busara kama siri. Kwa hiyo ama alipewa yeye moja kwa moja kutoka parokiani au nilipewa mimi, lakini ilipojazwa yeye ndio aliwasilisha parokiani. Basi baadaye ikajazwa. Baadaye tukaja mtihani, ilipokuja tukafanya mtihani, tulifanya watoto 5. Kati ya watoto 5 waliofanya mtihani wa kwenda seminari. Ndio. Ni ajabu sana. Alichaguliwa mtu mmoja. Ndio mimi. Wewe ndo kati ya wale kauya ufike. Kati ya wale wanawali 10. Mmoja tu ndo ambaye ndiye niliyechaguliwa. Kwa hiyo ndio nikaenda seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Borromeo Itaga Tabora. Ni kati ya seminari kongwe zinafahamika. Kwa hiyo nikasoma kidato cha kwanza mpaka cha 6. Kwa hiyo nimeanza mwaka 1994 mpaka mwaka 2000 kidato cha 6. Baadaye nikarudi hapo kwa ajili ya malezi mwaka 2000 mpaka 2001. 2001 ndio nikaenda seminari kuu ya Kibosho Moshi kwa ajili ya falsafa 2001 mpaka 2004. Baadaye nikawa nimetumwa Kipalapala kwa ajili ya masomo ya teolojia. Kibosho Moshi nilisoma falsafa, Kipalapala seminari ya Mtakatifu Paulo Kipalapala nikasoma teolojia mwaka 2004 mpaka 2008. 2009 tarehe 25 Januari nipewa ushemasi. Hapo kanisa kula Mtakatifu Teresia jimboni Tabora, na tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2009 ndio nikawa nimepewa daraja la upadri katika parokia yangu ya kuzaliwa, parokia Mtakatifu Antoni wa Padua Kaliua. Kwa hiyo ndio historia ya malezi yangu kwa kifupi juu ya safari ya upadri. Hongera sana na mimi sikuwepo mwaka 2009. Ndio. Wakati unapewa daraja takatifu ya upadre. Ndio. Mimi sikuwepo. Muda huo na mimi ndo nilikuwa kawito kangu kana chanua ndo najisikia hamu ya wito ndo naingia Visiga seminari. Ilikuwa kipindi cha chipuko. Wito na chanua na chipuka. Wewe ndo ulikuwa unafika, tumshukuru Mungu na mimi nikupongeze leo kwa kuwa padri. Hongera sana baba. Nashukuru sana.